naomba kuombea karibisha mgeni kisha niweze kuelekea katika mambo ya kuelimisha. Naam. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi Jamaluddin kutoka nchini Kenya, Mheshimiwa kiongozi wa maimamu nchini Burundi Sheikh Ibrahim, Mheshimiwa kiongozi wa msikiti wa Jamia hapa nchini Burundi, mashehe tofauti, viongozi tofauti, maamuma, kila mtu na heshima zake, niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waheshimiwa watukufu wa Islam, kwa jina la Mufti pia na jina la uongozi wetu wa Komibu, tunafuraha na shangwe kupokea mgeni rasmi ambaye katutembelea sio kwa sababu nyingine, ni ili atupe chakula cha nafsi. Na ndio maana hapa Imam Mkuu anasema kwamba watumeni hadithi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Twaombeni inshallah muweze kumkirimu kwa masikio yenu, kisha niweze kupokea. Watukufu wa Islam, lengo la dawa ndilo lengo la kila Muislamu anayeweza. Mheshimiwa Mufti ameweka mambo manne mbele sana muhimu katika uongozi wake. Kwanza ni mmoja, hapo ndio tunakumbuka ile aya 100 katika suratu Al-Imran, wa kuntum ala shafa hufratin minan nar. Hali tumepitia, hali jamii ya Kiislamu imepitia, sote twaijua. Kwa hiyo ni kujitahidi na kuwa pamoja na kujenga nchi yetu na kujenga jina letu dhidi ya Uislamu, tuwe mfano kwa wengine watukufu wa Islamu. Jambo la pili, anaweka mbele elimu, na hakuna elimu inazidi hiyo ya dini. Na ndio maana katika mambo watatengenezwa na kitabu ka Usratul Muslima, kiasi ambacho kila nyumba ya Muislamu atapata kitabu kujifunza dua za asubuhi na jioni. Na ndio maana lengo la mheshimiwa wetu kutukumbusha. Jambo la tatu la Mheshimiwa Mufti ni kuhusiana na afya yetu. Na ndio maana ile jengo la ofisi ya Komibu likimalizika, panawekwa ni mikakati tena kujifunza namna ya kujenga hospital ya Kiislamu, hasa ni wilaya za kuzalisha wakina mama wa Kiislamu na wengineo. Jambo la nne linaloweka mbele ni jambo linalohusiana na maendeleo. Na ndio maana tuweka 1,000 inaanzia ni kwa swala za tunjani. La pili, kuongezea riziki mtu anapotoa na kwa maongezeo. La tatu ni maendeleo kila ambacho tumejitoa kuona athari yake. Kwa kumalizia, watukufu wa Islamu, malengo kama tulivyoeleza, lengo la mgeni wetu rasmi na jopo lake, lengo la sisi kukaa hapa ni kutaka tusikilize neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa faida yetu hapa duniani na kesho akhera. Mwenyezi Mungu alipo hapa kwa muda, wala asr innal insana lafi khusr, kwamba kila mwanadamu yuko katika hasara.
aliweka harfu al-istithna, herufi ya kusema isipokuwa. Hii harufi iliyoanza inna ni taukid, wengi wetu tutapata hasara isipokuwa wachache waaminifu waliotenda matendo mazuri, kunasihiana kunako ukweli na kunasihiana kunako haki na kuwa na subira. Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Hii nasaha ili mtu asiweze kupata hasara duniani na akhera. Tunakuta lengo ni hili moja katika haya mambo mane, ili tupate hasara. Jambo la kwanza ni neema ya Uislamu, shahada. Alladhina amanu shahada. Jambo la pili, wa amilu salihat, kuwa na matendo mema. Hayo matendo mema watukufu wa Islamu haweza kukubaliwa mpaka wanafikiana na kitabu na sunna. Watawasau bil haqq, haki ilipozungumzwa hapa ni kitabu wa sunna, ni pale pale. Watawasau bis sabr, kisha watu wawe na subira katika maisha ya hapa duniani. Lakini malengo makubwa ni kutafuta mambo mawili. Neno tawasau tofauti na wasia. Tawasau ni kunasihiana kati yetu, tuwe watu wenye kunasihiana kati yetu, na ndio pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatofautisha mtu swalih na muslim. Aya ya 13 katika sura ya Hud ndio namalizia, anasema mtukufu Allah Tabaraka wa Ta'ala akisema, wama kana rabbuka liyuhlika alqura bidhulmi wa ahluha muslihun. Mwenyezi Mungu haweza kuharikisha watu, haweza kupatisha mtihani watu matatizo, hali ya kwa miongoni mwao kuna ule ambaye anawasuluhisha, miongoni mwao kuna ule ambaye anawapa dawa, tofauti na wenye kutenda wema wanasema ni mimi peke yangu. Huyu mgeni wetu lengo lake ni kutaka atufikishie ni muslih, ni muslih. Ndio maana unaona hakupumzika tangia afika hapa, hajapumzika. Muslih ni mtu anatoa dawa, lakini ukiwa wewe peke yako, wewe ni mwema, utakufikishia wema mwenzako. Bizai na bali niuliza swali, mtu sasa akamuuliza anuhlika wa fina salihun, faqala salama naam idha kathratul khabar. Tunaweza tukapata matatizo na tuko watu wema. Mtu sasa akasema ndiyo, mambo mabaya atakapodhiri. Yaani watu wema wanaweza kupata matatizo pamoja na wabaya, lakini pakiwa muslih na wabaya wanapona. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amhifadhishe wetu na Mungu afya njema. Tunakuombea Sheikh, kwa kweli hii nchi yetu ukae kwa amani na usalama, upate afya njema, ujisi uko nyumbani. Inshallah tuko wote katika uongozi wa Komibu, muda wowote inshallah tutazidi kuwasiliana. Waislamu naomba udhu, tunakuwa na majukumu mengi sana, ila ndio hivyo tena. Maikrofoni tarejea kwa mheshimiwa shehe wangu Sheikh Bey. Huyu ni generation yangu, tumesoma wote huko mamlaka inshallah. Na kiongezea pia neno la mheshimiwa naibu mufti Sheikh, uwepo wenu nyinyi hapa Burundi, hata idara ya usalama nchini Burundi inajua. Nafikiri ukitazama ile barua inaashiria pia nakala pia imetumwa kwa idara ya usalama. Kwa hiyo hapa yani hamsumbuliwi na mtu, hamtoumwa hata kinyungutu. Na nitapenda nimkaribishe Imamu Mahima ambaye ni kiongozi wa maimamu nchini Burundi, Sheikh Ibrahim bin Juma. Shukuru. Alhamdulillah wa kafa, salatu wa salam ala alladhi safa aslama alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi kafa. Ashhadu an la subhanahu wa ta'ala amana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tusafu Islam hakika isiyopingika, naye mgeni mbele ya macho yetu, mgeni kipenzi ambaye ni kiu cha watu. Alhamdulillah, kama tulivyokuja kusema mwenzangu, tunaweza kushiriki mzoezi mtandaoni, lakini kwa sasa tunaye naye
macho kwa macho. Hii ni moja katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Anatusogezea wanachuoni, anatusogezea mashaikh maduati kutoka masafa marefu mpaka kufika Burundi. Hii ni miongoni mwa neema. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema. Nafsi yangu sitokuwa na mengi ya kuongea, sawa na muda kupa mkono na kwenda kufikia na utovu wa shehe kutoka asubuhi. Mbele kaingia leo Burundi na hajapumzika tayari, kaanza mhadhara kana kabisa. Huu ni mhadhara wa pili shehe anaofanya kwa siku ya leo, ambao ni safari ya safari kuingia Burundi. Kumbe tusimtoshi sana, angalau kumsikiliza kwa muda, lakini pia anapaka kupumzika kwa sababu wengine nao wanapaka kupumzika. Na muda shehe karibu Burundi, kama nilivyosema wenzangu walitangulia, nasema Burundi ni mkutano wa nguvu. Burundi ni nchi ya maziwa na asali. Nilikuwa nasikia hadithi lakini nilikuwa sijaijua maana yake, lakini siku nilikuwa na masuri ni misalaha ya Qur'ani, nilikula maziwa na asali kwa mara ya kwanza. Hata Burundi nilikuwa sijana nilikula asali na maziwa katika nchi ya Misri, kwa kweli ni tamu sana. Tukakuta wazee wetu mababu walipoita nchi yetu kwa nchi ya maziwa na asali, walikuwa na maana kubwa sana. Kwa hiyo karibu tuchangie maziwa na asali inshallah. Tuna amani alhamdulillah. Kwa hiyo Waislamu tukae kwa kula msikilize shehe inshallah, na hatimaye atakayoongea kwetu Allah ajalie yawe ni faida kufanisha duniani mpaka akhera. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mimi Jamaluddin Uthman, imam na khatib katika msikiti wa Jamia jijini Nairobi. Kwa rehema za Allah, leo Mwenyezi Mungu ameniwezesha, nimetoka Jamia Nairobi na msikiti wa kwanza nimekuja ni Jamia Mwenyezi. Namshukuru Sheikh Said Baba Idi, sio Mwenyezi Mungu amjaze kheri, na nafurahi kwamba nimekuja kwa jamii nyingine. Kando na hayo, kabla sijamshukuru mwanadamu, acha nimshukuru Allah kwa neema ya Uislamu. Na namshukuru kwa Allah kwa sababu ya neema ya Uislamu, leo Allah ametuleta pamoja. Japokuwa tumetoka nchi mbali, sehemu mbali, lugha tofauti au rangi tofauti, lakini Allah amejalia Uislamu na undugu wa Uislamu umetuleta pamoja. Namshukuru Allah kwa neema hii. Na kwa ajili ya Uislamu leo nimekaribishwa katika nchi hii na ndugu zangu Waislamu. Kadhalika, baada ya kumshukuru Allah, nishukuru serikali ya Burundi kwa ukarimu wao, kwa sababu kama wangenifunguza airport singeweza kuingia. Kadhalika, nisimsahau kumshukuru Sheikh Salim ambaye ni mufti, aliniandikia barua rasmi ya uwalishi, na kupitia barua yake nikaweza kuja, na Mungu Allah ambarikie pamoja na ofisi yake. Bila kumsahau naib mufti Sheikh Umar ambaye alikuwa na sisi leo yote, na kwa sababu ya majukumu tumempa ruhusa, na yeye Allah mjaze kila la kheri. Bila kumsahau Sheikh Ibrahim Juma ambaye ni imamu namwita imamu al-aima, ni viongozi wa maimamu ambaye amekuja, japokuwa yeye ni mtu ambaye ni mtu wa Qur'ani na ametushinda kwa elimu, lakini ameamua kuja kumsikiza mgeni, na yeye Allah mjaze kheri. Bila kumsahau mwenyeji wangu Sheikh Zubair, Allah subhanahu wa ta'ala mjaze kila la kheri na azidi kumtumia katika kheri na mtakabalie. Bila kumsahau ndugu yetu mzee Amri ambaye alitualika na pia ndio mwenyeji wetu, tumeshikia kwake. Allah mpe afya katika mwili wake na Allah mbarikie katika familia yake. Bila kusahau Warundi ambao waliokuja, Allah wajaze kheri. Na mimi nawaambia ama kuru yake murakomeye
na wakuta kubera Allah. Sijui kama nimepata, sio? Alhamdulillah, jazakumullah khair. Na kweli nawapenda kwa ajili ya Allah, kwa mapenzi haya Allah tukutanishe janna pamoja. Watukufu wa Islamu, nataka nianze muhadhara yangu kwa kisa kilichotokezea katika mji mtukufu wa Madina katika zama za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Siku Allah subhanahu wa ta'ala alipoanza kuwaletea nusra wa Islamu, walipopata mateso na dhiki na maudhia, Allah akawapangia nusra wa Islamu, akawaamrisha Waislamu wahame mji wa Makka waelekee Madina. Na wale waliohama mji wa Makka kwa ajili ya dini yao wakajulikana kama muhajirin, waliofanya hijra. Miongoni mwao walikuwa ni sahaba julikana kwa jina Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu arda. Japokuwa alipokuwa Makka alikuwa yuishi baina familia yake na alikuwa akiheshimika katika jamii. Alikuwa ni mtoto wa mtu maarufu, mfanyabiashara maarufu, na yeye pia akawa ni mfanyabiashara, bali yeye akawa ni katika watu wa kwanza waliosilimu radhiyallahu anhu arda. Lakini maudhi yalipozidi dhidi ya Waislamu na dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaidi ya miaka 13 wakaamrishwa wahame waelekee katika mji mtukufu wa Madina. Alipofika Madina, na mwajua hali ya balaa anapokimbia mtu kama mkimbizi, Mungu asiwajalie, amin. Lakini nyinyi wa Burundi leo mkiwa wakimbizi mtaacha kila kitu hapa. Na hii ni hisia ama ni experience masahaba walipitia. Wakawa ni kana kwamba ni wakimbizi, na mtu akiwa ni mkimbizi yuaenda kwa watu ambao wasiowajua, yuenda kwa nchi ambayo si kwa yake, yuenda kuishi na watu ambao si watu wake, na kila alichokuwa nacho yuacha nyuma. Kwa hivyo yukuja peke yake, ameacha kila kitu nyuma, na kule anapoelekea mbele yake hajui atakutana na nini. Hali nzito. Mimi nikitoka Kenya sikutoka kama mkimbizi, mambo yangu yako sawa, na ningekuja hivyo hapa ningekuwa na wasiwasi, lakini hapa ninawakulipokea. Hawa ambao walionipokea nimetaja majina zao, Allah wajazakum. Lakini wewe chukua hii picha, kama ningekuwa nakimbia Kenya naacha kila kitu, siwezi kurudi, na nimekuja Burundi sina mtu namjua hapa. Hiyo ndio ilikuwa hali ya masahaba ridwanullahi alayhim. Kwa sababu ya dharura hiyo, Abdurrahman ibn Auf alipokuja Madina, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akawahimiza wenyeji wa Madina wanusuru Waislamu. Walipojitolea Waislamu, Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam akafanya Waislamu washirikiane. Kivipi? Akamchagua mmoja ambaye alifanya hijra, na akamchagua mwenyeji aliyekuwa Madina, akawafanya nyinyi ni mandugu mshirikiane. Na Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu akachaguliwa mwenyeji wake katika Madina, Saad ibn Rabi' al-Ansari radhiyallahu anhu. Saad akampokea Abdurrahman ibn Auf kama mkimbizi, ameacha kila kitu nyuma. Akamwambia Saad, Abdurrahman ibn Auf, ndugu yangu, umekuja, ulikuwa mfanya biashara mkubwa, ulikuwa na mali, lakini umekuja leo hauna lolote. Lakini usiwe na hofu, mimi ni ndugu yako. Japokuwa sisi si familia moja, si kabila moja, hatujatoka katika mji mmoja, lakini Allah ametujalia sisi ni mandugu, na Rasul amenichagua mimi na kumchagua wewe, akatuleta sisi pamoja tushirikiane. Hasa Rasul akaambia, wewe na wewe shikamani, wewe na wewe shikamani, wewe na wewe shikamani.
Sasa mimi na wewe Ar-Rasul aliniambia nikushike mkono, na mimi katika wafanyabiashara wakubwa wa Madina, kama vile wewe ulipokuwa mfanyabiashara mkubwa katika Maka. Kwa hivyo umekuja kwangu, mwanzo nataka usihisi kwamba wewe ni mgeni, kama vile mlivyonionyesha kwamba mimi si mgeni hapa. La pili, mali yangu nyingi nimeigawanya nusu nakupa wewe, nusu nabakia nayo. Na umekuja Madina huna mke, mimi nina wake wawili, na waita uangalie yule ambaye anayekupendeza, nitampa talaka umuoe. Hapo Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu akamwambia Saad ibn Rabi' al-Ansari, barakallahu laka fi ahlika wa mali, dulluni ala sunnah. Hamna haja kugawanya mali yako nusu, hamna haja kumwacha mke wako kwa ajili yangu. Allah akubarikie mali yako, bakia nayo, na Allah akubarikie wake zako. Hakuna haja ya kumpa talaka moja kwa ajili yangu nimuone. Lakini mimi naomba jambo moja, mimi mzuri hodari wa kufanya biashara na ujuzi na elimu, hebu nielekeze soko huo mfanya biashara, mambo waenda vipi? Nielekeze soko ni wapi, na unipatie siri za biashara katika mji huu. Hapo Abdurrahman ibn Auf akashika mkono na Saad ibn Rabi' akamwelekeza, hivi ndio unafanya, bidhaa zinatoka huku na kule. Abdurrahman akamwambia, basi hapo umenisaidia, umenipatia siri ya mji na biashara namna inavyofanyika, hakuna haja kumpa mali yako, wewe niachie sasa. Akaingia soko, akachukua huku, akipeleka kule, akachukua huku, kwa ulimi mzuri, kwa uaminifu, kwa bidii. Allah akamfungulia. Abdurrahman ibn Auf alikuwa akishika kitu biashara yote anaingiza mkono wake, Mwenyezi Mungu humjalia kama dhahabu. Na sisi Allah atufungulie ibada. Amin ya Rabbi. Ikawa mkono wake Allah ametia baraka. Na hivi ndio ilivyo mwanadamu. Siku ukiamua kujitegemea, usimsubiri mwanadamu, usimsubiri ndugu yako, usisubiri urathi ambaye kila mmoja yopigania, ukasema hebu acha mimi mwenyewe nijitafutie, hebu acha mimi mwenyewe nijinganganie, hebu acha nisiwe mzigo kwa mtu, acha mimi mwenyewe nikule jasho langu. Siku ukiamua hivyo, basi sikiza Rasul asemaje sallallahu alaihi wasallam, man istaghna aghnahu Allah, man istaghna aghnahu Allah, man istaghna aghnahu Allah. Yule ambaye anajitosheleza akasema, mimi singojee mtu, singojee urathi, singojee kuomba, singojee serikali, mimi wacha nijiamulie, wacha nichangamke, wacha nianze kuanzia chini, nianze kidogo kidogo. Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, yeyote anayefanya uamuzi huo, na yeye Allah atamshika mkono, atamtosheleza, hata mhitaji mtu. Na leo Allah akikufikisha daraja ya kwamba mahitaji yako ya msingi wasimamia wewe mwenyewe, nyumba yako kodi wajilipia mwenyewe, afya ukiwa mgonjwa wajilipia mwenyewe, mtoto akiwa mgonjwa wamlipia, ukitaka kutoka sadaka watoa, ukitaka kwenda umra wajifanyia mwenyewe. Siku ukifika hapa ni Allah anakutosheleza. Sasa ukitaka kufika hapa ni wewe mwenyewe uamue kwamba mimi nitakula bidii yangu na jasho langu, na hilo ndo alilolitaka Abdurrahman ibn Auf, na naam akafika, bali Allah akamfungulia baada ya miaka, ikawa hakuna mtu tajiri Madina kama yeye. Huyu ndo Abdurrahman ibn Auf. Hasa sijui ushangazwe na nani, ushangazwe na bidii, ushangazwe na imani ya Saad ibn Rabi' ambaye alikuwa tayari kugawanya mali yake kwa mtu asiyemjua, kwa mtu asiyemtambua, kwa mtu ambaye ni mgeni, ni mkimbizi, lakini kwa ajili ya la ilaha illa Allah nitamshika mkono. Ama ushangazwe na mtu ambaye aliyepewa kila kitu, mali na dunia na mke, akasema wacha nisikusumbue, wacha nionyeshe mimi nifanye vipi, najua mimi nikijitegemea Allah atanishika mkono. Ushangazwe na imani ya Abdurrahman ambaye alikuwa yuhitaji,
aliyekuwa na imani kwamba mimi nikisimama Allah atanishika mkono, ama ushangazwe na imani ya Saad radhiallahu anhu ambaye hakuona uzito kugawanya mali yake, bali hata kumpa talaka mke wake kwa ajili ya ndugu yake. Hapa pana swali, ni jambo gani lililopatikana baina hawa wawili mpaka Allah akalizungumzia tukio hili katika Qur'ani? Tena hii ni mfano mmoja, mifano ilikuwa ni mingi, mpaka Allah akaliangazia katika Qur'ani, akapendezwa mno na imani na undugu uliopatikana baina Muhajirin na Ansar. Allah yawasifu akabainisha katika Qur'ani, akasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Allah ameangazia hali ya muhajiri aliyekimbia kwake kwa ajili ya imani, ya kulinda imani yake, akaacha kwao, akaacha mali yake, akaacha kila kitu kwa ajili ya imani yake, mpaka wakawa si maskini bali wakawa ni mafakiri. Mmoja fakiri ni nani? Fakiri ni mtu ambaye hata hafikishi nusu ya mahitaji yake. Ikiwa kwa mwezi yahitaji $100, kwa mwezi hata $50 hafikishi, yafikisha $30. Huyu ndo fakiri kwa istilahi ya fuqaha. Wakawa mafakiri baada ya kuwa matajiri, na ufakiri wao ulisababishwa na hijra waliyofanya. Na hijra ilifanyika kwa sababu walifukuzwa makwao. Lilfuqara alladhina ukhriju, walitolewa min diyarihim wa amwalihim, wakatolewa nje ya miji yao na majumba yao na mali yao, wakaambia biashara, wacha hapa, wewe nenda. Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah na kwa ajili ya kutafuta malipo kutoka Mwenyezi Mungu na fadhila zake, na kwa ajili ya kumnusuru Mwenyezi Mungu na mtume wake. Wayansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Ar-Rasul asema, Allah asema hawa ni wa kweli katika imani yao. Kuna wengi wanadai kwamba ni waumini lakini kumbe ni waongo. Yamununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayya, yamununa alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamukum bal Allahu yamunnu alaykum an hadakum lil-iman. Kuna watu wajao wadai kwamba ni Waislamu na nini, kwamba sisi tumekuwa Waislamu, tumewaunga mkono Waislamu wenzetu. Allah asema wengine si wa kweli, lakini Allah asema juu ya masahaba Muhajirin, ulaika humus sadiqun, hawa walikuwa ni wa kweli katika imani yao. Allah tujalie tuwe wa kweli katika imani zetu. Kisha Allah awaangazia masahaba waliowapokea, walladhina tabawwa'u ad-dara wal-imana min qablihim yuhibbun, wanapenda man hajara ilayhim, waliofanya hijra wakawajia wao. Hawakuwafanyia chuki wala hawakusema hawa wamekuja kuteka mji wetu, wamekuja kuteka nchi yetu, hawa ni wakimbizi. La, waliangalia la ilaha illa Allah, wakaamini mwenye kutoa riziki ni Allah, mwenye kutoa riziki ni Allah.
yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Hawana nyongo wala chuki dhidi ya wageni wao, wala hawaoni kwamba ni mizigo. Hasa hii imesababishwa, uhusiano huu ulipatikana kwa sababu ya kipengele moja kupatikana, na kipengele hili kupatikana ndio ilikuwa sababu ya Waislamu kupata nusra. Na kama Waislamu tunataka nusra popote tulipo, bila kipengele hiki haipatikani nusra popote tutakapokuwa. Nao ni undugu katika Uislamu, undugu unaojengeka kwa msingi ya la ilaha illa Allah, undugu unaojengeka kwa msingi wa imani. Ndipo Allah akasema innamal mu'minuna ikhwa. Ndipo Rasul akasema almuslimu akhul muslim wa kunu ibadallahi ikhwana. Muislamu ni ndugu ya Muislamu, na nyinyi muwe ni mandugu, nyinyi waumini kuwe ni mandugu, waja wa Allah kuwe ni mandugu. Hasa mimi nawauliza, je, kama Muislamu wewe una sifa ya kumthamini Muislamu mwenzako? Je, kama Muislamu wewe una sifa ya kumthamini mtu kwa ajili ya la ilaha illa Allah popote alipo duniani? Je, wewe kama Muislamu una sifa ya kumpenda na isema la ilaha illa Allah wala si kwa ajili ya maslaha ya kidunia? Je, waweza kumpenda mtu si kwa ajili ya mali wala cheo wala maslaha? Waweza, unayo tabia kumpenda mtu na kumtukuza kwa ajili ya la ilaha illa Allah? Ikiwa unayo basi ujue ya kwamba wewe wajenga Uislamu. Lakini ikiwa hauna, basi wewe ujue ni katika wale ambao wanaovunja Uislamu. Na tusitarajie nusra popote tutakapokuwa ikiwa Waislamu hatutakushikamana na tukawa na undugu wa kiimani. Sasa hapo pana swali, ni mambo gani ambayo yanachangia undugu katika Uislamu? Kwa sababu na imani sote hapa tuko tayari tuchangie katika nusra wa Uislamu, na imani hapa tuko tayari tuepukane na sababu ya kusababisha Waislamu kuzoroteka na hali yao kuwa mbaya, bali kila mmoja yotamani yawe sababu ya Waislamu kupata nguvu, wala si sababu ya Waislamu kudhoofika. Mimi na imani sote tuko na nia hii. Je, hapa tulivyokaa, sawaan mwenyewe wanaume mlikuwa hapa ama kina dada walikuwa juu, ama wanaonisikiza nyuma ya hizi mitandao, au wanaoniona wanaonisikia, je, tuko tayari kule? Kuna wengine wako tayari, ama mimi ndio sioni vizuri? Kuna mikono, pole, sioni mwangaza, sioni vizuri. Kwa hivyo alhamdulillah, kwa mara ya mwisho sana ni baraka, ni shetani wakimbia. Tayeb, kwa mara nyingine, je, tuko tayari kuwa sababu ya nusra kupatikana baina Waislamu, na tuko tayari kuwapenda Waislamu wenzetu? Nani yuko tayari? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Basi kila kitu kina sababu. Jambo la kwanza, ukitaka au sababu inayoleta undugu baina ya Waislamu ni watu kupendana. Allah alipowasifu al-Ansar alitaja sifa moja walikuwa nayo katika Qur'an, sifa ya kuwapenda waumini wenzao. Allah subhanahu wa ta'ala asema walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna, wanawapenda
Sasa huwezi kusema wewe wataka Waislamu wapate nguvu, huwezi kusema wataka undugu baina ya Waislamu upatikane ikiwa huwapendi Waislamu wenzako, bali katika sifa ambayo watakana uwe mbali nayo ni kuwachukia waumini. Na ikiwa una sifa ya kuwachukia waumini, basi ujue kwamba hii si sifa ya waumini. Allah subhanahu wa ta'ala asema, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Ya Allah, mimi nakuomba usinijalie niwe na sifa ya kuweka chuki na nyongo dhidi ya waumini. Hasa kila unapohisi nafsi yako inakuwa nzito, kuna Muislamu fulani mpendi, kuna mtu, wewe muombe Allah kwa hii dua, Rabbana ighfir lana wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Alafu nimalizie kwa nukta hii ya kupendana. Kupendana baina ya Waislamu si khiari, ni lazima kwa kila anayetaka kuingia janna. Usione ya kwamba kupendana baina ya Waislamu ni kitu cha kama sunna ama ni kitu ambacho ni kizuri. La, ni jambo la lazima. Wallahi ni jambo la lazima kwa kila anayetaka kuingia janna. Ikiwa hutaki kuingia janna mengine, lakini ikiwa wataka kuingia janna ni lazima sifa hii ya kuwapenda Waislamu wenzangu. Allah subhanahu wa ta'ala tueleza, Rasul sallallahu alaihi wasallam atueleza kama ilivyokuja katika Sahih Muslim, la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Asema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tadkhuluna aljanna, hamutaingia janna hatta tu'minu, mpaka muwe waumini, wala tu'minu hatta tahabu, na hamwezi kuwa waumini mpaka mpendane. Sasa hapa pana swali kupitia maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa yule anayetaka kuingia janna sharti awe ni nani? Mu'min. Na kwa kila anayetaka kuwa mu'min sharti apende waumini wenzake. Sijui kama tuelewana. Kwa hivyo huwezi kusema wataka janna ya Allah na wewe si mu'min, na huwezi kusema wataka kuwa mu'min kama hupendi waumini wenzake. Kwa hivyo kupendana kwa waumini, na wauliza ndugu zangu Warundi, kupendana baina Waislamu na waumini ni sharti ya kuingia janna ama si sharti? Ni sharti. Ar-Rasul amezifungamanisha hili, hawezi kuachanisha. Janna na imani zimefungamana, imani na kupendana baina waumini imefungamana. Kwa hivyo Muislamu mwenzako awe na upungufu wa aina yoyote, angalia Uislamu. Akukosea namna gani, kama waweza kumsamehe msamehe, lakini hata mtakosana mtu namna gani, msivunje undugu baina ya Waislamu. Nafikiri imefahamika. Jambo la pili ambalo lazima lipatikane ikiwa tunataka undugu upatikane baina ya waumini, kando na kupendana na kuepukana na chuki, sifa ya pili lazima ipatikane ili undugu kupatikana, ni sifa ya rahma. Ni sifa ya rahma. Rahma ni huruma, kuhurumiana. Hatuwezi kusema undugu utapatikana kama hatuhurumiana. Na sifa ya kuhurumiana ni sifa ya msingi katika uhusiano wa aina yoyote. Katika uhusiano wa aina yoyote, ikiwa hakuna huruma baina hiyo uhusiano, ama huruma haipatikani katika hiyo uhusiano, uhusiano huo utavunjika. Tawapa mfano. Uhusiano ulioko baina mume na mke, uhusiano mzuri ili upatikane, rahma lazima ipatikane. Ikiwa hakuna huruma baina mume na mke, mume hamhurumii mke wake na mke hamhurumii mume wake, ndoa hiyo hawatakaa kwa raha na mwisho huenda ikavunjika.
Ni sharti kwa uhusiano aina yoyote hapa duniani, ili uhusiano wako baina wewe na mtu yoyote, huruma ipatikane katikati yenu. Allah alipoangazia juu ya ndoa asema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Kama wewe hauna huruma na mke wako, ama wewe mwanamke hauna huruma na mume wako, wallahi hiyo ndoa haukai kwa raha. Si maneno yangu, maneno ya Allah jalla jalaluhu. Uhusiano uliokuwa naye mtu yote hapa duniani, wataka uhusiano udumu, mhurumie. Bali si uhusiano wa ndoa, bali uhusiano ya wewe na mtoto wako. Allah subhanahu wa ta'ala tufundisha namna kuwaombea wazazi wetu, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Mola hurumie kama walivyonilea. Rahma waitaja. Sasa wewe kama huna huruma na watoto wako, vipi watakukumbuka katika dua utakapokuwa kaburini? Lazima rahma hiyo kwa mzazi anapokuwa na mtoto wake, na akikosea mtoto wako kuna jinsi ya kumrekebisha. Kuna wengine humtia mtoto adabu na kuna wengine humpa mtoto adhabu. Sasa wewe unapomrekebisha mtoto wako na kumfundisha anapofanya makosa, ni kumtia adabu kidogo ama unamtia adhabu na kumuumiza? Kila mmoja ajue. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam atueleza juu ya uhusiano baina mwalimu na wanafunzi. Masahaba atueleza uhusiano baina mwalimu na wanafunzi. Yule sahabi ambaye aliyekojoa msikitini, watu wote walimkemea isipokuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mwalimu mwenye huruma. Asema sijaona mwalimu mwenye huruma mfano wake. Wallahi ma qaharani wala shatamani, wallahi hakunikemea wala hakunitukana, alinihurumia, akaniita, akanirekebisha. Na hii sifa kila mtume lazima awe nayo. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Huruma lazima ipatikane katika kila uhusiano, hata mtoto mdogo. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema, laysa minna man la yarhamu saghirana wala yuqiru kabirana. Si mmoja wetu ikiwa mtu hana huruma na wadogo wake na hana heshima kwa wakubwa wake. Sasa wewe jiulize, nyumbani kwako una mandugu ambao ni wakubwa wako na una mandugu ambao ni wadogo wako. Hao wadogo wako unawahurumia ama unawakandamiza na kuwadhulumu na kuwanyima haki zao? Na wale wakubwa unawatukana ama wawaheshimu? Ar-Rasul atueleza, laysa minna, si mmoja wetu ikiwa mtu hajui kuwaheshimu wakubwa wake na ikiwa hajui kuwahurumia wadogo wake. Ndipo ulama wanasema, kwa kila mzazi ambaye angependa nyumba yake watoto wake washikamane baada ya kufa kwake, ahakikishe sifa hii patikane baina ya watoto wake. Kila mtoto amheshimu alikuwa mkubwa na amhurumia alikuwa mdogo. Sifa hizi zikipatikana katika nyumba yako, watoto wako wote, huu ni mkubwa wako mheshimu, huu ni mdogo wako mhurumie, nyumba hiyo itasimama. Hata baada ya kufa, watoto wako watashikamana na undugu utabakia, kwa sababu ya sifa hii ya rahma kupatikana na heshima kupatikana. Na sifa ambayo Allah amewataja waumini na wafuasi wa Mtume Muhammad wako nao, aeleza katika Qur'an tukufu, sura al-Fath. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Jamani, sifa huruma ipatikane. Ikiwa una uhusiano na mtu yeyote na wataka uhusiano huu ni uhusiano mzuri, usiondoshe rahma, hakikisha rahma ipatikane. Ndipo Rasul sallallahu alaihi wasallam amesifiwa
na Allah pamoja na wafuasi wake, Muhammad ni mtume wangu, mimi ndio nimemtuma. Allah asema rasul ni mtume wangu kutoka kwangu, walladhina ma'ahu, na wale waliko baina yao, ashidda ala al-kuffar ruhamau bainahum. Sasa wewe niulize, hii sifa ya rahma iko baina ya waumini, na wewe una sifa ya huruma? Je, wahurumia wake zako? Wahurumia wazazi wako? Wahurumia watoto wako? Wahurumia wadogo wako? Wahurumia waumini wenzako? Ruhamau bainahum. Ulama wakasema ikiwa undugu baina Waislamu, yatutaka tujenge undugu baina Waislamu, lazima rahma ipatikane baina yao. Bila huruma undugu hakuna, bila huruma bali hakuna uhusiano yote utakayopatikana. Nafikiri nukta hii imefahamika vizuri. Sifa ya kwanza ni mapenzi, kupendana. Sifa ya pili kuhurumiana. Sifa ya tatu, jambo la tatu ambalo ni la msingi lazima ipatikane ni kwamba Waislamu wana haki juu yako. Allah ana haki juu yako, wazazi wako wana haki juu yako, mke wako ana haki juu yako, mume wako ana haki juu yako, mtoto wako ana haki juu yako, ndugu yako ana haki juu yako, jamaa na familia na karaba wana haki juu yako, na kila Muislamu ana haki juu yako, na jirani ana haki juu yako, na kila mtu anayesema la ilaha illa Allah ulikuwa naye ana haki juu yako. Undugu kupatikana, lazima tuchunge na tuwapatie Waislamu haki zao, kama vile unapofanya bidii kumpatia Allah haki yake, kumwabudu na usimshirikishe, kama vile wazazi unapowapatia haki zao, kama vile mke wako unapompatia haki yake, mume wako unampatia haki yake, watoto wako wapatie haki zao. Kila Muislamu pia ana haki sita juu yako. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam anaeleza katika Sahih Muslim iliyopokea kupitia hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, asema haqqul muslimi ala al-muslimi sitt, haki ya Muislamu wa kila Muislamu juu ya kila Muislamu ni sita. Ya kwanza, idha laqitahu fasallim alayhi wa idha da'aka fa'ajib wa idha istansahaka fansah lahu wa idha 'atasa fashammat wa idha 'atasa fahamida Allah fashammit wa idha marida fa'ud wa idha mata fattabi'. Haki sita kila Muislamu. Ukikutana naye msalimie ndugu yako, na akikusalimia pokea salamu zake, hata kama kuna tofauti baina, lakini salamu ni haki ya kila Muislamu. Ukimwona msalimie, na akikupa salamu pokea salamu zake. Jambo la pili, idha da'aka fa'ajib, na akikualika itikia mwito wake, hata kama ni baada ya muda, kulingana na uwezo wako. Mimi nilialikwa zaidi ya miaka 10 na Sheikh Zubair, wakati haukuniruhusu. Miaka 3 iliyopita tukakutana Dar es Salaam, wakati haukuruhusu. Lakini baada ya miaka 10 nilitia nia, kwa sababu ni haki ya Muislamu akikualika uitikie. Sasa siku ukipata fursa wewe itikia. Kama hauna fursa, uko na udhuru, sio? Uko na dharura yaeleweka, majukumu na kazi. Leo Sheikh Zubair akiniambia na mtoto wangu yao anataka uje harusi, ikiwa na uwezo na wakati waniruhusu na muda na hali inaniruhusu, nitakuja mpaka Dar es Salaam, nitakuja mpaka Bujumbura nihudhurie nikahi ya mtoto wangu, ikiwa uwezo utaniruhusu. Na ni haki ya Muislamu, lazima nimpatie. Lakini ikiwa hali inaniruhusu na dharura mbele na udhuru mbele ya Mwenyezi Mungu, tayari kabisa. Inshallah barakallahu. Na mimi kama akinialika siku na uwezo nitakuja, kwa sababu ni haki ya kila Muislamu. Wa idha da'aka fa'ajib, na ndugu yako akikualika, akikupatia uwalishi, itikia. Usiangalie maskini tajiri, usiangalie aliyekuwa juu aliyekuwa chini, maadamu uwezo ukuruhusu, wewe ni haki ya kila Muislamu kupokea salamu na kumpa salamu, kuitikia uwalishi wake.
na akiomba ushauri usiwe mchoyo, wa idha stansahaka fansah lahu. Na mtu kuomba ushauri kwa njia nyingi, namwambia Sheikh Zubair, hapa hebu nieleze, mimi na pesa nataka kuinvest, nataka kuwekeza biashara hii, naona ni nzuri. Sasa yeye asinifanyia khiana, ni haki yangu mimi, lazima nipe. Nimeona boma nzuri, mama moja hapa mzuri, nikasema mama amenipendeza, hebu yuko na binti yake vipi? Namwomba ushauri, akinifanyia khiana atakuwa amenikosea, lakini ni haki anipatie haki yangu ya Uislamu, nikiomba ushauri asifanye mchoyo. Wa idha atasa fahamida Allah fashammih, akichemua ama akipiga chafya, lakini sharti fahamida Allah, akasema alhamdulillah, mimi ni mwambie yarhamkallah. Lakini akipiga chafya akasema excuse me, siji kama mwajua hiyo wanajua mnasemaje? huwa nasemaga kira kira, sio? Akisema kira usiseme yarhamkallah, akisema excuse me usiseme yarhamkallah. Sharti ambaye Rasul amesema fahamida Allah, akamhimidi Allah, akasema alhamdulillah, na nyinyi mwasemaje? Yarhamkallah, yarhamkallah. Nafikiri mmeelewa. Akipiga chafya akasema kira, na nyinyi mnasemaje? Twesi. Hiyo ni bid'a. Astaghfirullah. Sio? Kwa hivyo akisema alhamdulillah unamwambia yarhamkallah. Haki ya 4. Haki ya 5, wa idha marida fa'ud, na akiwa mgonjwa tembelee pia. Kisikia fulani mgonjwa, fulani hali yake si nzuri, hali ya kuruhusu wakati, tia nia, huyu nikipata fursa mwanzo lazima nimwendee, nikusudie mgonjwa, umtembelee. Wa idha mata fattabi'u, na siku akifa umesikia fulani inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, fulani inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, haki yake ni kwamba usimswalie na ufuate janaza lake mpaka afikishwe kaburini. Hii ni haki ya Muislamu. Nafikiri imefahamika. Kwa hivyo hizi ni haki 6. Ulama wakasema ili undugu upatikane baina ya Waislamu, lazima tuhakikishe kwamba kila Muislamu apewa haki yake. Hii ni nukta ya 3. Kupendana, kuhurumiana, na tupeane haki ya kila mmoja wetu. Jambo la 4, ili undugu upatikane, lazima tunusuriane. Anapokuhitaji ndugu yako, simama naye, ikiwa uwezo na hali ya kuruhusu. Ikiwa uwezo na hali haikuruhusu, Allah asemaje? La yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Kama huwezi, hauwezi, lakini kile chache waweza kufanya, fanya. Kama ni mali yako, tumia. Kama ni nguvu zako, tumia. Kama ni heshima, tumia jina lako kadri ya uwezo wako. Na ikiwa umeshindwa, qaddara Allah ma shaa fa'al. Kwa hivyo ulama wakasema ili undugu upatikane, lazima tunusuriane. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam maneno mazito, na kunusuriana baina ya Waislamu ni lazima kama na uwezo na kwa kiwango ambacho Allah alichokuwezesha. Lakini siku ndugu yako Muislamu ya kuhitaji na una uwezo na ukamwacha, la ilaha illa Allah, hebu sikizeni balaa gani na kusubiri. Onyo kali kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema sallallahu alaihi wasallam, ma min mri'in yakhdhulu imra'an musliman fi mawdhi'in tuntahaku fihi hurmatuhu wa yuntaqasu fihi min 'irdihi illa khadalahu Allah fi mawdhi'in yuhibbu fihi nusratahu. Asema hakuna Muislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma min mri'in yakhdhulu imra'an musliman, hakuna Muislamu atakayemfanyia khudhlani Muislamu mwenzake. Khudhlan maana yake ni nini? Ulama wakasema al-khudlan tarkul auni wa adamu nasr, kutomsaidia mwenzako na kutomnusuru ili hali Allah amekupa uwezo. Hii ndio maana khudhlan, wal iyad billah. Hakuna Muislamu atakayemfanyia khudhlani Muislamu mwenzake,
asimnusuru na asimsaidie ili hali ana uwezo, akaamua kumwacha, illa itafika siku na yeye atahitaji nusra ya Allah, na Allah naye ataamua kumfanyia fadhila, asimnusuru na amwache. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi siku ukihitaji nusra na Allah sikunusuru, hauna mwingine ataweza kukunusuru. Kwa ushahidi wa maneno ya Mwenyezi Mungu, in yansurukumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dha alladhi yansurukum min ba'di. Allah sema in yansurukumullah, ikiwa Allah atawanusuru, fala ghaliba lakum, hamna ambaye atakayewaghilibu na kuwashinda. Wa in yakhdhulkum, na Allah akiwaacha asiwanusuru, faman alladhi yansurukum min ba'di, muna nani baada Allah aweza kuwanusuru? Wallahi hakuna. Na katika sababu ya Allah kukuacha asikunusuru ni kwamba kuna siku ulikuwa na ndugu yako Muislamu ya kuhitaji na ulikuwa na uwezo, lakini ukasema achana. Madamu ulifanya hivyo, ujue kwamba ni deni, na Rasul asema illa itafika siku khadhalahu Allah, Mwenyezi Mungu naye atakufanyia khudlan, sikunusuru fi mawtihi yuhibbu fihi nusratahu, katika wakati ambao unahitaji Allah kunusuru. Sasa wewe kumnusuru mwenzako na kumnusuru ndugu yako Muislamu yajenga undugu, na usione kwamba utakapomnusuru ndugu yako umemsaidia, baina wewe na yeye wewe ndio umejisaidia zaidi. Bali Rasul sallallahu alaihi wasallam asema kumalizia, wama min mri'in yansuru muslima, hakuna Muislamu atakayenusuru ndugu yake Muislamu mwenzake, fi mawtin, katika hali au katika sehemu, yuntafasu fihi min irdi wa yuntahaku fihi min hurmati, illa nasarahu Allah fi mawtin yuhibbu nusratahu. Hakuna Muislamu atakayenusuru mwenzake illa na yeye itafika wakati atahitaji nusra ya Allah, na Allah ndo atamshika mkono amnusuru. Na yule atakayeshika mkono na Allah ameshindwa, haizi kushinda. In yansurukumullahu fala ghaliba lakum, Allah akikushika mkono akikunusuru, hakuna weza kusimama mbele yako, yote utawashinda. Hasa siku ukisimama na ndugu yako, kwa hakika haujasimama naye zaidi kuliko wewe vile ulivyosimama na nafsi yako. Na ukiwa Mwenyezi Mungu amekupa uwezo ukamnusuru mwenzako na ukamwokoa na ukamsaidia, usione kwamba umemfaa yeye, bali wallahi umejifaa wewe mwenyewe, kwa sababu yeye amepata msaada wako, lakini wewe umepata msaada wa nani? Na kati yako na yeye nani aliyefaidika zaidi? Nauliza, kati ya yule uliyemsaidia akapata msaada wako na wewe baada ya kumsaidia umepata nusra ya Allah, baina nyinyi wawili, wewe na yeye, mimi na yeye, nani aliyefaidika zaidi? Mimi. Kwa hivyo maisha yako ukisimama na mtu ukausije ukaona kwamba umemsaidia, wallahi umejisaidia mwenyewe zaidi. Ndipo ulama wakasema sababu ya kuleta undugu ni watu kunusuriana na kila mmoja kusimama na mwenzake. Jambo la tano yenye kujenga undugu baina Waislamu ni watu kutodharauliana. Dharau ikipatikana na mtu kuwa na kibri na kumdharau mwenzake, utavunja undugu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, al-muslim akhul muslim la yakhunuhu wala yakdhibuhu wala yakhdhuluhu, kullu al-muslim ala al-muslimi haramun 'irduhu wa maluhu wa damuhu, at-taqwa hahuna bihasbi imri'in min ash-sharr an yahtaqira akhahu al-muslim. Mahali shahidi nukta ya mwisho, bihasbi imri'in min ash-sharr an yahtaqira akhahu al-muslim, yatosheleza ni shari tosha kwamba wamdharau mwenzako. Katika hadithi nyingine asema Mtume sallallahu alaihi wasallam,
bihasbi imri'in min ash-sharr an yahtaqira akhahu al-muslim kullu al-muslimi 'ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Ulama wakasema ihtiqar, kudharauliana ama mtu kumdharau mwenzake, yavunja undugu. Ndio maana Mtume alipotaja baada ya undugu baina ya Uislamu akataja mambo yanayovunja undugu, akasema almuslimu akhul muslim, Muislamu ni ndugu ya Muislamu mwenzake. Katika mambo akataja la yahtaqiruhu, hamdharau ndugu yake. Rasul kutaja mambo ya kumdharau ni kwa sababu kudharauliana yavunja undugu. Na wacha niwaeleze, mwanadamu yoyote unapomkosea, makosa huwa ni tofauti, lakini kuna kosa moja wanadamu wote wamekubaliana, ukimfanyia mtu hayuko tayari kukubali, nao ni kumuonesha madharau. Mtu kumuonyesha madharau hakubali. Sasa ulama wakasema usiwahi kumdharau ndugu yako Muislamu na kumuonesha kwamba wewe uko chini na mimi niko juu, wewe ni duni na mimi niko juu. Hiyo yavunja undugu. Niwape faida. Ulama wametaja sababu 7 ya mtu kumdharau mwenzake. Kwa sababu ya hizi neema 7, amepewa moja, ajiona yeye uko juu ya mwenzake. Hizi neema 7 asiokaa akamshukuru Mwenyezi Mungu, bali imempelekea kujiona kwamba mimi niko juu ya watu. Neema 7 hizi ulama wametaja, Imam Ghazali, Ibn Qudama, Ibn Jawzi, wote wametaja. Neema ya kwanza ni elimu, kwa sababu Allah amekupa elimu, wamdharau ambaye hana elimu. Neema ya pili ni amal, Mwenyezi Mungu amekusahilishia amali ya khairi, waswali, wafunga, wafanya khairi, imekuwa sababu ya kuwadharau wengine, kwa sababu huyu haswali, huyu yuko nje, huyu haje safu ya kwanza. Kwa sababu Allah amekupatia amali njema, usiukao ukamshukuru, bali umekufanya shetani amekuonesha kwamba uko juu ya watu. Nani amekwambia yako imekubalika au nini? Sababu nyingine ulama wametaja ni kupelekea watu kudharau wenzao ni neema ya mali. Mtu amepewa mali, adharau yule ambaye hana mali. Sababu ya nne ulama wametaja ni neema ya nguvu. Mtu amepewa nguvu katika mwili, akitembea, sisi Mombasa tunasema kifua kama dushi, akitembea kifua kiko mbele, kwa sababu ya nguvu aliyopewa. Neema ya 5 ambayo inakuwa sababu ya watu kudharauliana, na hii iko hasa baina na wanawake, ni'matul jamal, kwa sababu ya urembo na uzuri Allah alimpatia. Bali wanawake wengine, mmoja kisa cha kustajabisha, mwanamke kwa sababu wajua ana sura nzuri na yupendwa na watu wengi na wanamtamani, mume wake amemsumbua, wametofautiana na mume wake kidogo, wewe bwana usinisumbue, nipe talaka yangu, kuna wengi wanitaka. Nini kilichomfanya yeye kumzungumzisha mume wake kwa ajili ya hii? Ni neema ya uzuri na urembo. Ni ngapi hizo? Al-ilm wal-amal wal-mal wal-quwwa wal-jamal. Neema nyingine ambayo inapelekea watu kudharauliana ni neematu kathratu al-atba'. Mtu madamu ana wafuasi wengi, ama ana influence, ama watu wanamsikiza akizungumza, akiambia watu nendeni left, watu wanaenda, nendeni right, madamu ana watu wanamsikiza, inampelekea kudharau watu, akajiona kujua watu. Na neema ya 7 ya mwisho, kwa sababu ya familia yake na jina na kabila aliyokuwa nalo. Ni mtoto wa fulani, mbili kabila fulani. Bidii hakufanyia, ni wazee wake wamefanya bidii, lakini kwa sababu yeye ametoka kutoka boma fulani ama nyumba fulani, azungumza na watu na kuwadharau watu, an-nasab. Kwa hivyo ulama wakasema ukitaka undugu upatikane, basi lazima tusidharauliane. Jambo lingine, undugu upatikana si kwa jina peke yake, basi pia tusiwe ni wenye kudhuriana, usidhuru mwenzako. Rasul sallallahu alaihi wasallam ametukataza tusileteane madhara, usidhuru ndugu yako, bali akatoa mifano njia 2 ambao watu wanafanyiana madhara na inapelekea undugu kuvunjika. Mfano mmoja ni mfano wa biashara.
Mfano wa pili ametaja mfano wa ndoa. Ama biashara, sema Rasul sallallahu alaihi wasallam katika sahih al-Bukhari na Muslim, hadithi ya Umar radhiyallahu anhu, la yabi'u ar-rajul ala bi'i akhihi wa la yakhtub ala khitbati akhihi illa ya'dana lahu. Ndugu asiende kufanya biashara katika hali ya kufanya biashara akamwibia ndugu yake customers wake, wateja wake. Hasa fulani ashakuwa ni mwenye kuzungumza, ataka kununua, mathalan nimependa Buyenzi, nikamuuliza Sheikh Zubair, kuna ardhi gani? Ananiambia kuna ardhi hapa na ardhi hapa na ardhi hapa. Nikaenda sehemu moja ardhi nikapenda, wenye ardhi wale wengine wakapata habari, wakaja kwangu, mimi nafanya biashara, ambia usinunue kwake, njoo nunua kwangu, mimi nitakupatia kwa bei fulani. Ar-Rasul ametukataza yavunja undugu, bali ya kando na kuvunja undugu, hasara nyingine inayopatikana ni kwamba hawa ambao watakaokuja baadaye kuniuzia na wakanifanya nisununue kwa huyu, labda mimi mwenyewe nikatae, niseme sitaki, nikaenda kutafuta kwingine, wakasikia kwamba wale hawakuelewana. Sasa wakija kwangu hakuna shida, lakini bado wanazungumza na huyu, tuko katika hali ya maelewano, ukaja ukaingilia kati ukaniambia mimi nitakupatia kwa bei fulani, achana naye yule, nikanunua kwako, Allah hakubariki katika hiyo biashara na hakubariki katika hiyo pesa, na juu yake yavunja undugu. Mfano wa pili, Rasul sallallahu alaihi wasallam ametoa ni katika ndoa. Fulani amepeleka posa mahali, amepeleka katika boma fulani, na mimi namtaka yule msichana, nilikuwa nasubiri pesa sijafikisha, lakini amenitangulia. Rasul asema usiende, ngoja, ukisikia amerudishwa ama binti amekataa ndio upeleke posa. Lakini wewe ukamtafute msichana kwa FaceTime ama WhatsApp ama Snapchat, ukamwambia na jamii, usikubali, mimi ndo nani. Rasul asema la, usifanye hivyo. Na siku ukiamua kumwoa huyu msichana ukamwibia mwenzako, na ili hali msichana yeye mwenyewe hajasema la, wala familia yake haijasema la, bado hajapewa jawabu, wewe ukasema acha mimi niende haraka, ukaingilia kati katika process ya hawa wawili, kabla huyo hajasema no ama hajaambiwa no na familia, ukaenda ukaamua kuoa wewe, ukaingilia kati eti kwa sababu mshana ni mrembo ama ni mshana mwenye dini, hata wewe ni sababu gani, ukaamua kumwibia mtu mke aliyemtaka kabla hajaamuliwa kuambiwa no, hajaambiwa la. Ujue kwamba ndoa hiyo hata ukimwoa huyo mwanamke, Mwenyezi Mungu akubariki, na usitarajie kheri katika ndoa hiyo, na juu yake utavunja undugu. Kwa hivyo undugu kupatikana ni kwamba tusidhuruiane, nisikudhuru na wewe usinidhuru, itasababisha undugu kufanya nini? Kudumu. Sababu ya mwisho, kwa sababu ya wakati utakaotaja, sababu ya mwisho utakaotaja kwa sababu ya wakati, lakini kabla sijataja sababu ya mwisho, nani atanieleza hizo sababu ninazozitaja ili kudumisha undugu? Nani yuko tayari kuniambia? Sheikh, wewe unaandika, njoo. Siogope. Naam, niangalie mimi ili usipate jawabu, nieleze. Jaribu. أولا المحبة والرحمة. Siogope, hata kwa Kiswahili pia. المحبة والرحمة. Naam. Si lazima utaje kwa mpangilio niliosema. Sawa. Mahabba, rahma. حق المسلم على المسلم قبل. إيه حق المسلم. كم هي؟ نعم. حق المسلم kuchunga haki ya Uislamu ambazo ni 6, sio? Kisha kufanya haki za Uislamu ya Muislamu.
6. نعم. أعرف. نعم. السلام. السلام. وإذا عطس. نعم. شرط عليه. إجابة الدعوة. سموه شيخ. إجابة الدعوة. نعم. نتاجia moja extra. وإذا مرض. إذا مرض. أوكي. nyingine nimesema Muislamu lazima ufanye nini? تعين. Naam, tuinu. Napenda kwamba wazungumza lugha ya Kiarabu. Talib ilm. بصراحة Inshallah. Amejaribu Mwenyezi Mungu mjazakheri, ametaja karibu zote. Sheikh Hassan Sheikh Hassan alikuwa mpatie zawadi moja, nipatie bakoli hili. Karibu. Huyo onekana ni mwanafunzi wa elimu na zawadi yako. Allah yahfadhik. Nafurahi nikiona mtu yuandika, ndio maana nimemchagua yeye, na hii ishara ya mwanafunzi. mashaallah. Hii ndio dunia. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. Jazakallah khair. Dola 100 si nimeloa. Dola 100 si kitu jamani, kitu kidogo. Allah jazakallah. Yaani wote mnataka kujibu sasa eh? Cheza wewe. Kwa hivyo jambo la mwisho, kwa sababu ya wakati, jambo la mwisho yenye kuleta udugu ni kuwapokea ndugu zako kwa uso wa furaha unapokutana nao. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, usidharau kheri unayofanya, hata kama utampokea ndugu yako kwa uso wa bashasha na furaha. Hasa mimi nilipokuja nimepokea kwa uso wa bashasha na furaha. Hii kuanzia airport watu wananipokea kwa furaha, na hii yanifanya nipende nchi zaidi na nipende watu. Kwa sababu gani? Hata ukiwa mgeni umekaribishwa na mtu katika nyumbani akakupokea vizuri mlangoni kwa uso wa bishara, kwa uso wa bashasha na furaha, ya kuonesha huyu mtu amenifungulia moyo wake kabla hajanifungulia mlango wake. Sivyo? Ni katika haki ya Uislamu. Ulama wasema, ukimwona ndugu yako, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mbona mcheke jamani? Si mimi nacheka na hii. Asante. Kwa hivyo haya ndio mambo ambayo yatakayojenga udugu na mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atawafikia. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Na namaliza kwa maneno ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, innamal mu'minuna ikhwa. Na namaliza kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana. Enyi waja wa Allah kwenu, Mtume Muhammad rabbi, waja wa Allah kwenu, tuko tayari kwa mandugu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Poleni, mmechukua muda mrefu zaidi.